Mkwawa ni mtu aliyechukia ukoloni na ubaya unaokuja na ukoloni kwa namna inayostahili kwa kiwango cha juu mno. Walipoanza kumvizia ili wamkamate, Mkwawa alipata taarifa mapema akajipiga risasi. Iwapo Mkwawa alijiua, kichwa chake kikakatwa, kikasafirishwa kupelekwa Ujerumani. Ile picha tunayoiona pale Iringa kwenye makumbusho ndogo ya Kalenga, ile picha ilipigwa na nani na alipiga lini? Ilikuwaje mpaka akapiga picha ile? Kitu kimoja wapo ilikuwa ni kwenda kumwachisha shule Adam Sapi Mkwawa kule Makerere na kumrudisha nyumbani Tanganyika au Tanzania, ambapo alitawazwa na kusimikwa kuwa chifu wa Wahehe. Fuvu la Mkwawa, wanasema fuvu litakaporudi halina sura. Kwa hiyo atakaporudi Mtwa, tukiweka fuvu lake mbele, juu tuweke picha inayoonyesha sura yake. Tom von Prince alipokiona kile kichwa akakichukua akakiweka mezani akakipiga picha. Mimi jina langu naitwa Dominicus Zimanimoto Makukula. Hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nafahamika kama Dr. Makukula. Mimi natoka kwenye idara ya sanaa bunifu kwenye section au kitengo kidogo kinaitwa kitengo cha sanaa bunifu na ubunifu au sanaa na ubunifu, wanaita art and design. Mimi ni mtaalamu wa masomo yanaitwa art history na visual communication, mawasiliano kwa njia ya picha au vielelezo. Umeniuliza juu ya utafiti unaohusiana na uchambuzi au ufafanuzi wa sura ya chifu mkuu Mtwa Mkwawa wa Wahehe wa Iringa. Ni kweli huo utafiti niliufanya mimi, niliufanya ule utafiti kuanzia mwaka 2021 mpaka mwaka 2022. Nilianza mwezi wa pili tarehe 29 utafiti huo, na nilimaliza kama tarehe 17 hivi au 20, kati ya 17 na 20, kwa sababu tarehe hizo nilizokuwa nahitimisha nilikuwa Iringa, na Iringa nilikuwa tarehe 15 mpaka kati ya tarehe 18 17 mwezi wa 9 mwaka 2022 ndio nilikuwa nimemaliza. Na nilimaliza utafiti nikiwa tayari nimekwisha maliza kuandika ripoti ya ule utafiti na kuiwasilisha kwenye jarida kubwa la kitaaluma kwa ajili ya kuchapisha. Utafiti ule ulichapishwa kwenye jarida linaitwa Umma. Hili ni jarida la kisomi la kitaalamu la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ni jarida la kimataifa la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, linaitwa Umma. Utafiti wangu ulisukumwa sana na kutaka kujua ile sura iliyowekwa kwenye makumbusho ndogo ya Kalenga pale Iringa. Ile sura kama ni sura halisi ya Mkwawa, chifu Mtwa Mkwawa, au ni sura ya nani? Iwapo Mkwawa alijiua, kichwa chake kikakatwa, kikasafirishwa kupelekwa Ujerumani, ile picha tunayoiona pale Iringa kwenye makumbusho ndogo ya Kalenga, ile picha ilipigwa na nani na alipiga lini? Ilikuwaje mpaka akapiga picha ile? Ukiangalia picha ile ya pale Iringa, ni picha ya rangi ikimuonyesha Mkwawa katika umri wake wa ujana kati ya miaka 35 mpaka miaka 45. Amevaa vizuri kabisa, amevaa kilemba cheupe, kwa sababu hilo ni vazi la asili la Wahehe, lakini pia linahusiana na imani ya Kiislamu. Pia alivaa mgolole mweupe safi kabisa, na mkono wake wa kulia alikuwa ameshika mkuki. Ile ni picha ya rangi, inamuonyesha Mkwawa akitazama mbele, imechorwa vizuri sana, haja nuna wala hajacheka sana, yupo katika hali ya kawaida, na ukimwangalia usoni anaonyesha ni mtu imara kweli kweli, askari madhubuti ambaye ukimtazama anaonekana amejitosheleza.
Na ukisema hii ni picha ya mfalme au ya Chifu Mkwawa, kabisa kwa mtazamo na muonekano unaona ni mtu kwelikweli aliyeendana na wajihi huo uliotengenezwa kwenye ile picha. Kwa hiyo mimi niliuliza ile picha ilipigwa na nani, na ilikuwa mwaka gani wakati inapigwa, na ilitengenezwa vile kwa sababu gani. Nikaanza utafiti wangu kwa kusoma machapisho mbalimbali. Jibu la kwanza nililolipata, ile ilikuwa sio picha ya kupigwa, ni picha ya kuchorwa. Utafiti ulianzia hapo, picha ya kuchorwa. Picha ya kuchorwa kitaalamu inaitwa portrait. Inaitwa portrait. Kwa Kiswahili hatuna neno portrait, lakini lile neno tumelitohoa, wanaita hivyo hivyo portrait. Wanaita hivyo hivyo portrait kwa Kiswahili. Kwa hiyo ile picha ilichorwa, haikupigwa. Na katika utafiti wangu swali mojawapo lilikuwa ni kama ile picha imechorwa na nani? Na nani alitaka ile picha ichorwe? Majibu yaliyopatikana, mtu aliyetaka picha ile ichorwe alikuwa ni Chief Adam Sapi Mkwawa. Huyu ni mjukuu wa Mkwawa ambaye alikuwa mtu mkubwa hapa Tanzania. Huyu alikuwa ni spika wa kwanza wa bunge la Tanganyika na baadaye bunge la Tanzania. Huyu alisimikwa kuwa chifu mwaka 1940 kwa sababu baba yake, mtoto wa Mkwawa aliyeitwa jina la Sapi Mkwawa, alikufa. Alipokufa huyu Chief Adam Sapi Mkwawa, mtoto wake alikuwa anasoma Makerere, Uganda, na Wahehe walianza vuguvugu la kutaka chifu wao, kwa sababu Sapi Mkwawa alikuwa ni chifu na alikufa katika mazingira ya kutatanisha huko Mwanza. Wahehe walionyesha dalili ya kutaka kunyanyua silaha na kukabiliana na Waingereza. Waingereza hawakuwa tayari kuingia kwenye vita nyingine. Hawakuwa tayari kuingia kwenye vita nyingine mara baada ya vita ya kwanza kuu ya dunia. Kwa hiyo waliona wafanye lolote linalowezekana ili waweze kuzima lile vuguvugu la Vurumai na Wahehe. Kitu kimoja wapo ilikuwa ni kwenda kumwachisha shule Adam Sapi Mkwawa kule Makerere na kumrudisha nyumbani Tanganyika au Tanzania, ambapo alitawazwa na kusimikwa kuwa chifu wa Wahehe. Hiyo ilikuwa ni mwaka 40. Miaka 14 baadaye taarifa hizi ziliandikwa na yeye akataka picha ya babu yake na kumbukumbu ya babu yake iwekwe vizuri. Lakini pia aliingia kwenye mpango wa Waingereza wa kutaka kukubaliana na baadhi ya makabila ya Watanzania kwa kuwarudishia vitu vyao vilivyoporwa enzi za ukoloni, ili ikiwezekana makabila hayo yashirikiane na Uingereza kwenda kuzima uasi wa Mau Mau Kenya. Kwa hiyo yeye huyu Adam Sapi Mkwawa alipoandika barua ya maombi ya kurudishwa kwa fuvu la babu yake, yeye pia ndio alitoa wazo la kutengenezwa kwa picha ya sura ya babu yake Chief Adam Sapi Mkwawa. Akasema, naomba picha ya babu yangu itengenezwe. Kipindi kile bado tulikuwa kwenye kipindi cha ukoloni. Mkuu wa wilaya ya Iringa jina lake alikuwa anaitwa Jonathan Kingdon. Jonathan Kingdon alikuwa mkuu wa wilaya ya Rungwe pia tokea mwaka 1929. Lakini kati ya mwaka 1929 mpaka 33 akahama Rungwe, akahamishiwa maeneo ya Iringa kama msaidizi wa gavana, na baadaye akataendelea kuwa mkuu wa wilaya. Mke wa Jonathan Kingdon alikuwa ni mchoraji, anaitwa Dorothy Kingdon, mchoraji mzuri sana. Huyo ndiyo mama ambaye Mkwawa alipoomba picha ya babu yake ichorwe, aliziona picha za kuchorwa kwa yule mama. Kwa hiyo akamuomba achore picha ya babu yake. Na hapo ulifanyika utaratibu wa kutafuta wazee ambao walikuwa hawapungui miaka 70 kwa umri. Maelezo katika kitabu kinaitwa Flags Raised at Midnight. Kitabu hicho yanaeleza kwamba Dorothy Kingdon, mke wa Jonathan Kingdon,
ndiyo mchoraji wa picha ile ya Mkwawa ya Iringa, na aliichora ile picha kati ya mwezi Aprili mwaka 1954 mpaka mwezi Julai mwishoni 1954. Hayo yalikuwa ni maandalizi ya kupokea fuvu la Mkwawa. Wanasema fuvu litakaporudi halina sura. Kwa hiyo atakaporudi Mtwa, tukiweka fuvu lake mbele, juu tuweke picha inayoonyesha sura yake. Kwa hiyo wale wazee waliokusanywa wasiopungua 40 walikuja kutoa ushuhuda wa kuelezea Mkwawa alikuwa anafanana vipi. Huo ni utaratibu wa kawaida kabisa wa kitaalamu wa kuchora picha zinazoitwa portrait, kama hakuna picha ya kutazamia ili kuzalisha picha ya kuchora. Watu wana uwezo wa kuhojiwa na wataalamu wanaochora picha hizo wana uwezo wa kuhoji ili kupata kufahamu sura na taswira ya yule wanataka kumchora ilikuwaje. Wale wazee walipokusanywa walikaa na yule bi mchoraji siku zisizopungua 4 wakitoa maelezo sura ya Mkwawa ilifanana namna gani. Maelezo yalikusanywa, walipomaliza wale wazee wakatawanyika. Huyu mama Dorothy Kingdon alikaa kuanza kuchora ile picha. Aliichora kwa muda wa miezi 3 kasoro na aliimaliza mwezi Julai mwishoni kutokea mwezi Aprili. Ile ni picha ya kuchorwa. Lakini katika kuchorwa kule wale wazee wengi walipendekeza kwa kusema kwamba kwa nini tunahangaika kutafuta sura ya Mkwawa wakati Mkwawa mnayemtafuta amefanana sana na mjukuu wake huyu Adam Sapi Mkwawa? Kwa hiyo kwenye utafiti wangu nilibaini kwamba mtu aliyekaa ili picha ya Chifu Mkwawa ichorwe kwa kugezea au kuiga sura yake alikuwa ni Adam Sapi Mkwawa. Ndio maana kwenye ule utafiti wangu niliweza kuchukua taswira mbili, taswira ya Chifu Adam Sapi Mkwawa na taswira ya Mkwawa, na kuzifanyia uchambuzi, kuzilinganisha. Na kwenye uchambuzi ule ilidhihirisha kabisa kwamba picha ile tunayoiona pale Iringa, ile picha ya kuchorwa, inafanana zaidi na mjukuu wa Mkwawa kuliko Mkwawa mwenyewe. Kwa nini nasema maneno haya? Kwa sababu mara baada ya kufanya utafiti wa picha ile ilichorwa na nani na kubaini kwamba picha ile ilichorwa na Dorothy Kingdon, nikataka nijue Dorothy Kingdon wakati anachora picha ile mwaka 54 mazingira yalikuwaje. Kwa hiyo niliandika Uingereza kumtafuta mtoto wa Dorothy Kingdon, nikampata mzee huyo, naye anaitwa Jonathan kama baba yake Kingdon. Hivi tunavyozungumza Jonathan Kingdon ana miaka 81. Miaka 81? Hapana, miaka 91. Ana miaka 91. Nilimwandikia barua na yeye akaniandikia barua ya Kiswahili, kwa sababu Jonathan Kingdon huyu mzungu alizaliwa Rungwe, Mbeya, miaka hiyo. Kwa hiyo alinieleza jinsi mambo ambavyo yalikuwa mama yake alivyofanya, na alikumbuka vitu vingi huyu mzungu. Alinieleza mambo mengi. Ile picha ya Mkwawa ilichorwa, haikupigwa, na ile picha ilichorwa kwa kugeza au kutazamia sura ya mjukuu wa Mkwawa aliyeitwa Adam Sapi Mkwawa. Hivyo kwenye utafiti wangu mimi nilihitimisha kwa kusema Wahehe walipata kuona sura ya chifu wao waliomtarajia kupitia picha ile iliyochorwa na Mama Dorothy Kingdon. Inawezekana wanafanana, lakini mbinu iliyotumika kutengeneza picha ile inapendekeza kwamba picha ile inafanana zaidi na Chifu Adam Sapi Mkwawa kuliko Mkwawa mwenyewe. Mwaka 2021 mimi nilikwenda Ujerumani kwa shughuli za kitaaluma tu, na nilibahatika kukutana na wazungu wawili walioandika kitabu kinaitwa Kopperjagd. Hiki kitabu kinazungumzia search of the head, watu wanatafuta kichwa cha Mkwawa. Hawa wazungu wameandika kwa lugha ya Kijerumani. Kile kitabu nilipokisoma ukurasa wa 198 nikakutana na picha mle inayoonyesha sura ya Mkwawa. Mkwawa alikufa
siku ya tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 1898 alijipiga risasi. Ilikuwa mida ya alasiri saa 9 hivi alijipiga risasi, na ilipofika kama saa 10 hivi kikosi cha Wajerumani Schutztruppe kinaitwa, waliokuwa wameamua kumtafuta tokea walipomkosa mwaka 1894, walimtafuta mfululizo kwa muda wa miaka 4, wanamsaka wampate ili waweze kumkamata na kumuua kabisa. Kwa nini walifanya hivyo? Kwa sababu ofisi ya kikoloni ya Ujerumani ilitangaza dau kwamba yoyote atakayeweza kufanikisha kukamatwa kwa Mkwawa atalipwa rupia 5,000. Kwa hiyo askari, watu wa kawaida na watu wengi walijiingiza kwenye msako wa kumtafuta Mkwawa ili akipatikana wao waweze kulipwa. Kikundi kile kilichokuwa kinamtafuta Mkwawa na chenyewe kilikuwa kinatafuta na kinasaka hizo pesa hizo. Kwa hiyo siku ile waliposikia kwamba Mkwawa amezidiwa, anaumwa, amejificha kwenye pango fulani, walipoanza kumvizia ili wamkamate, Mkwawa alipata taarifa mapema, akajipiga risasi. Wao wamefika pale sehemu aliyokuwa amejificha, wamekuta tayari amekwisha kufa. Kwa hiyo yule sajenti ambaye alikuwa anaongoza lile kundi alitoa upanga wake mkubwa, akamkata kichwa Mkwawa. Mwili akauacha, kichwa akaondoka nacho. Alipofika kwenye boma Iringa mjini usiku, akaambiwa Tom von Prince, msimamizi wa boma la Kijerumani pale Iringa, amesafiri, atarudi kesho yake. Basi akarudi siku ya pili tarehe 20. Aliporudi kile kichwa tayari kilikuwa kimekwisha anza kuharibika, kama unavyofahamu walikuwa wamekikata chini. Kwa hiyo askari wakaombwa, kila askari alikuwa anapewa kiwango fulani cha pombe, wakaombwa walete pombe waliokuwa nayo, ikamiminwa kwenye chombo, kile kichwa kikahifadhiwa kwenye pombe kwa ajili ya kukitunza mpaka aliporudi yule mzungu Tom von Prince. Alipokiona kile kichwa akakichukua, akakiweka mezani, akakipiga picha. Kile kichwa alikipiga picha upande wa kushoto tu, upande wa kulia akupiga picha kwa sababu ulikuwa umeharibika sana kutokana na kujipiga risasi. Kwa hiyo ukikitazama kile kichwa vizuri, kimepigwa picha upande kwa sababu upande mmoja ulikuwa umeharibika. Hiyo picha mimi niliiona kwenye kile kitabu kinaitwa Eine Kopperjagd, na ni picha ambayo haifanani na sura ile tunayoiona pale Kalenga, hawafanani. Kwa hiyo kwenye utafiti wangu nilibaini kwamba ni kweli picha ya Mkwawa ipo, sura yake halisi Mkwawa ipo, na kwenye utafiti wangu mimi niliweka ile picha. Lakini ile picha tuliyoiona pale Iringa ilikuwa ni picha ya matamanio na mapokeo ya Wahehe juu ya sura ya Mkwawa. Hadithi ya picha halisi ya kichwa cha Mkwawa iliyopigwa jioni ya tarehe 20 mara baada ya kukatwa tarehe 19 mwezi wa 7 1898 ni hadithi iliyoandikwa vizuri mno, na ukiifuata vizuri kwenda mpaka kwenye chanzo chake, ile picha ni picha halisi. Ile picha ni picha halisi. Mtu mmojawapo aliyeandika juu ya ile picha ni mke wa Tom von Prince, yule gavana au afisa wa kikoloni wa Kijerumani aliyekuwa akiishi pale Iringa na mwenye misheni ya kumsaka Mkwawa mpaka amuue. Yule alikuwa anaitwa Margaret von Prince. Alikuwa ana kitabu kinaitwa Diary au Shajara. Kwenye shajara yake aliandika kila kitu kinachohusiana na upigwaji wa ile picha, na ile picha ilitunzwa pamoja na shajara ile mpaka mwaka 1968 wakati walipofungua makabrasha na makabati ya yule mama na kuvikuta hivi vitu.
Shajara ya yule mama imetafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza, yote ipo, na ile picha ilikuwa ni moja kati ya picha zilizotunzwa sana na familia ya Tom von Prince. Picha ile inaelezewa vizuri sana kwenye kitabu kinaitwa Ein Kopfer Jagd kwa Kijerumani, au kutafutwa kwa kichwa cha Mkwawa, kilichoandikwa na Wajerumani wawili, na hiki kitabu kilizinduliwa mwaka 2001. Picha ile imethibitishwa mle kuwa ni picha halisi iliyopigwa tarehe zile, na ilitunzwa na familia ya Tom von Prince kama picha ya pekee kwa muda mrefu. Kwa hiyo katika vitu vitatu ambavyo umeniuliza, picha halisi iliyopigwa tarehe 20 mwezi Julai 1898, portrait iliyochorwa mwaka 1954, pamoja na fuvu lililorudishwa mwaka 54. Mimi naweza nikanunua wazo la kushadadia, wanasema kwamba ile picha inawezekana ikawa ni kielelezo kizuri zaidi kuliko hivi vinginevyo, kwa sababu mjadala unaolizunguka lile fuvu ni mkubwa, na ukisoma ile hadithi, hasa ile ambayo mimi nilikuja kuiandika baadaye mara baada ya kufanya tafsiri ya ile picha, ukiangalia kwenye ile picha kuna mambo makubwa mawili unatakiwa kuyazingatia. Jambo la kwanza, risasi iliyopiga ile kichwa, iliyopigwa pale kichwani, kichwa cha Mkwawa, inaonekana ni risasi iliharibu kabisa upande wa kulia, alafu ikaharibu upande wa kichwa juu. Ukiangalia ile picha hapa juu, unaona kabisa kwenye ile chapisho langu imechongwa pale kichwani, palichongwa ili pakae vizuri papigwe ile picha. Lakini ile hali ya kuficha upande huu ambao umeharibika zaidi ilipendekeza kwamba inawezekana kabisa taya na sehemu fulani ya kichwa kwa upande huu ilikuwa imeharibika sana. Siamini kama fuvu lilikuwa salama kwa namna ya kupiga risasi kwa ukaribu namna ile. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kabisa lile fuvu lilikuwa limeharibika sana na kichwa upande huo. Ndio maana hata kwenye kupiga picha hawakujaribu hata kupiga sehemu ya mbele hata kidogo, waliishia kupiga upande mmoja tu basi. Kwa hiyo hadithi hii na tafsiri hiyo inanipa picha ya kwamba kuna uwezekano mkubwa lile fuvu liliharibika sana. Lakini sehemu nyingine ya tafsiri yangu, ugomvi uliokuwa hapo kati ya Waingereza na Wajerumani. Wajerumani hawakufurahishwa kunyang'anywa makoloni yao na Mwingereza. Isingekuwa rahisi wao kutoa fuvu lile na kulirudisha kiurahisi. Mimi nitamwelezea Mkwawa kwa kutumia namna mbili labda. Namna ya kwanza ni namna alivyoelezewa katika vitabu vya kihistoria, hasa vitabu vikubwa vitatu. Kitabu cha kwanza ninachokitumia ni kitabu kilichoandikwa na mtu anaitwa John Iliff mwaka 1979. Kitabu hiki kinasema A History of Tanganyika. Hivyo. Kitabu cha pili kimeandikwa na mtu anaitwa Malangalila. Mwaka 1987 kimechapishwa na watu wa Ndanda Printing Press. Kitabu hiki kinaitwa Mtwa Mkwava Mwamuyinga wa Wahehe. Kwenye kitabu hiki ameelezewa vizuri, na kitabu cha mwisho ninachokitumia ni kitabu kilichoandikwa na Father Muso, padre aliyeishi eneo la Uhehe muda mrefu sana na kuandika historia au hadithi nzuri inayohusiana na Mkwawa na maisha yake, lakini ilitafsiriwa na Profesa Ngasapa kwa Kiswahili. Kuna profesa anaitwa Ngasapa, yeye alikuwa ni profesa mtaalamu mbobezi katika huduma za afya huko Muhimbili, na huyu ametafsiri hadithi ile au stori ile kwa Kiswahili. Sasa
hawa wao wanamuelezea Mkwawa kama shujaa, chifu wa Wahehe shujaa ambaye alikabiliana na Wajerumani na wavamizi wa aina nyingine kwenye eneo ambalo yeye alilitawala. Mkwawa alitawala eneo kubwa sana, eneo la Uhehe karibia lote, akashuka chini kidogo eneo la Ubenani na akaenda mpaka karibia na mabonde ya Usangu. Lakini pia upande wa magharibi himaya yake ilikwenda mbali kutoka Uhehe ikawa inasogea karibia na maeneo ya Dodoma huko. Mkwawa alikuwa ni askari mahiri hodari, mwenye nidhamu ya hali ya juu kama askari, ambaye alipigana na wakoloni wa Kijerumani kwa nguvu zake zote na kwa mbinu zake zote, na aliwashinda mara moja, ambapo jenerali mkubwa kabisa aliuawa eneo fulani pale Iringa. Jenerali wa kijeshi mkubwa wa Kijerumani kudondoka kwenye ardhi ya Kihehe ilikuwa ni historia kubwa sana, na lilikuwa ni jambo lililowatisha hata Wajerumani wenyewe, wakaelewa ni wanakabiliana na nguvu kubwa kiasi gani. Kwa hiyo kwa maelezo hayo naweza nikasema yanayotokana na vitabu, Mkwawa ninavyomwelezea mimi, ninamwelezea kama shujaa na muasisi wa harakati za ukombozi na hatimaye uhuru wa Tanganyika, baadaye Tanzania. Mkwawa ni kati ya machifu ambao walikuwa hawana mzaa. Hakuwahi kucheka na mgeni hata siku moja, wala kukaribiana naye. Ni chifu wa nguvu, mzito sana. Hiyo ni namna moja. Namna yangu mimi ya tafsiri. Tafsiri yangu mimi moja kwa moja nimeitoa kwenye andiko lililoandikwa na mwandishi maarufu sana wa fasihi ya Kiingereza, anaitwa Chinua Achebe. Chinua Achebe mwaka 1965 akiwa amepewa pesa za utafiti, aliamua kutembea na kuja Tanganyika. Alikuja Tanganyika, kipindi kile tayari tulikuwa tumeshaungana na Zanzibar tukaitwa Tanzania. Kwa hiyo mwaka 65 Albert Chinua Lumogo Achebe alifika Tanzania, na alipofika hapa hakukaa hapa. Alienda moja kwa moja Iringa kwenda kuona alipotokea Chifu Mkwawa. Sasa hapo ndo inapokuja tafsiri yangu mimi, Mkwawa ni nani? Kwa nini Chinua Achebe alitoka kwao Nigeria kwenda Iringa kumuona Mkwawa mwaka 65, kwenda kuona kumbukumbu ya Chifu Mkwawa? Kwa sababu Chinua katika kitabu chake kinaitwa Morning Yet on a Creation Day, kilichochapishwa mwaka 1975, Chinua Achebe anasimulia hadithi yake ya kutembea katika nchi ya Tanzania. Anasema, nikiwa na umri wa miaka 9 kulikuwa kuna basi linapita kijijini kwetu. Lile basi nyuma limeandikwa Mkwawa, na mbele lile gari limeandikwa Wahehe. Anasema maneno haya sio maneno ya Kiibo, yeye Chinua ni Muibo kwa kabila lake, wala sio maneno ya makabila ya jirani. Akawa anajiuliza maneno haya maana yake nini? Lakini siku moja alipoongea na baba yake alimwambia Mkwawa na Wahehe. Wahehe ni watu wanapatikana Afrika Mashariki kwenye nchi ya Tanzania, mikoa ya nyanda za juu kusini, na chifu wao aliitwa Mkwawa. Achebe akauliza tena, kwa nini ameandikwa kwenye basi? Hata hapa Tanzania sasa hivi unaona magari na mabasi yameandikwa maneno fulani, kuna hadithi nyuma ya maneno yale. Sasa baba mtu akamjibu Achebe, mtoto wa Achebe kipindi hicho, kwamba mtu aliyeandika maneno ya Mkwawa na Wahehe kwenye basi lake, huyu alikuwa ni askari aliyeenda kupigana vita ya pili ya dunia kule Tanganyika, akienda kuwasaidia Waingereza kutoka Nigeria. Akiwa kule alisikia hadithi ya huyu chifu mkuu anayeitwa Mkwawa, na alivutiwa kwa sababu Afrika nzima hakukuwahi kutokea kabila lililokabiliana na Wajerumani kwa kiwango cha Wahehe au Wangoni wa Ruvuma. Walivutiwa sana, wakamweka kwenye kumbukumbu zao yule askari. Kwa hiyo na yeye Achebe akatamani kwenda kumuona
Mkwawa pale alipolala kwenye kaburi lake na hata kujua zaidi. Lakini alipofika hapa alikuwa disappointed, sababu alipofika Iringa nyumbani kwa Adam Sapi Mkwawa, yeye mwenyewe Achebe kwenye maneno yake, sio maneno yangu, anasema pale nyumbani kwa Adam Sapi Mkwawa alikula sausage kama ya Kijerumani na alikula mtindi kama wa Kijerumani na mkate brown bread kama unaopendwa na Wajerumani, na alipanda benzi la Adam Sapi Mkwawa ambalo ni gari la kifahari la Kijerumani. Hakujisikia vizuri, na kwa maneno yake anasema kama Mkwawa angeinuka tena kurudi kwenye maisha, basi mtu wa kwanza kumteketeza kabisa angekuwa ni mjukuu wake, kwa sababu Mkwawa hakutaka hata kidogo uhusiano na Wajerumani, wakoloni wa Kijerumani. Sio aliwachukia kama watu, aliwachukia kama wakoloni na tabia zao za kikoloni na ukatili wao. Sasa mimi tafsiri yangu inatoka kwenye hadithi hiyo hiyo ya Achebe. Mkwawa ni mtu aliyechukia ukoloni na ubaya unaokuja na ukoloni kwa namna inayostahili, kwa kiwango cha juu mno. Hakutaka urafiki. Kulikuwa kuna wamisionari kipindi kile wapo tayari Ueheni, hakutaka hata kusogeleana nao. Kwangu mimi Mkwawa ni shujaa kwelikweli wa Kitanganyika, Mwafrika ambaye alipenda watu wawe huru kwa namna yao na waishi kivyao vyao. Tafsiri yangu mimi ya Mkwawa ni mzalendo kwelikweli wa nchi ya Tanganyika, Mkwawa. Na kama tumeungana ni mzalendo kwelikweli wa Tanzania. Ni mmoja kati ya mababu zetu walioonyesha njia kwenye kukabiliana na ukoloni kwa namna yoyote ile.